Studio tumemwalika mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi. Rahbi, salamu alaikum. Alaikum salam. Vipi hali? Nashukuru. Karibu sana. Shukran sana. Hebu tuangazie hili mpango huu ama azimio la kutaka kupelekwa kwa kikosi cha kijeshi cha Umoja wa Mataifa kuwanyang'anya silaha Hamas. Ni miongoni mwa ile mipango iliyokuwepo ama makubaliano yalikuwepo ya kusitisha amani, ama hili ni jipya kabisa tumeanza kulisikia? Kusitisha mapigano, kumradhi. Kikosi hiki unajua bado inachanganya kuwa bado haijapatikana njia halisi ya kuwafanya Hamas waweke silaha chini. Na hata nchi ambazo zilikuwa zimekubali kupeleka vikosi, zimepeleka vikosi kwa ajili ya kulinda amani. Hakuna nchi ambayo imekubali kwenda kupeleka vikosi kwa sababu ya kwenda kupokonya silaha Hamas, ila vinaenda kwa ajili ya ulinzi na waweke utaratibu mpya njia gani itatumika. Lakini mpango huu bado, unajua Marco Rubio ameuzungumza kule Canada, lakini ukiutazama kwa ndani bado una mvutano, kwa sababu hili lilikuwa ni pendekezo la Misri. Kama lilikuwa pendekezo la Misri kwa UN, na Israel walikuwa hawalitaki, kwa sababu uamuzi wa kupeleka vikosi vya kimataifa Gaza unaweza kawa ni uamuzi wa kwanza wa aina yake, kwa sababu katika historia ya mgogoro wa Israeli na Palestina hakujawahi kutokea vikosi vya kimataifa vikapelekwa. Lakini kupeleka vikosi vya kimataifa Gaza kuna kwenda kuondoa ile agenda ya rights wing, ya ukaliaji au agenda ambayo ya kuchukua Gaza. Manake itaipeleka mbali. Ndio maana kauli ya Marco Rubio inaweza kuwa ni kauli ambayo inatengana, kwa sababu ni kauli ambayo Rubio mwezi uliopita alisema kuwa Israeli ndio itafanya uamuzi wa vikosi gani au nchi gani itazoziruhusu kuja kuingia kuweka usalama Gaza. Lakini leo Rubio anatuambia kuwa kuna azimio wanalipeleka Umoja wa Mataifa. Sasa azimio la Umoja wa Mataifa halina amri ya Israeli. Litakuwa ni azimio la Umoja wa Mataifa ambalo Umoja wa Mataifa ndio utaamua nchi gani na nchi gani ndio ziende, sio zile ambazo Israeli atachagua. Kwa hiyo hapa kuna vitu haviko sawa. Kuwa mtu mmoja ametupa kauli mbili. Marco Rubio alituambia yeye Israeli itaamua nani aingie, vikosi gani vya nchi gani vitaviruhusiwa kuingia Gaza. Hapo anatuambia kuna azimio la Umoja wa Mataifa ambalo linazungumzia hiyo kupeleka nani. Manake kuna kitu hakiko sawa. Sawa. Basi hivi sasa huyo ni Ibrahim Rahbi, tunazungumza naye hapa kuangazia mambo ya livyo huko. Na Rahbi, basi niliona hapo kama kuna kitu unahitaji kufanya, lakini tuendelee. Marekani kupitia Waziri Mkuu Marco Rubio, waziri wa kigeni, waziri wa mambo ya nje, kumradhi. Waziri mkuu limenikaa, unajua tangu tumepata waziri mkuu mpya. Imetaja kwamba kuna matumaini ya kupitishwa kwa hili azimio. Wewe kama mchambuzi, huu msimamo umeuonaje? Mbali na kusema kwamba kuna mkanganyiko, wewe msimamo umeupokea vipi? Ukitazama katika nchi ambazo zilisimamia tuseme hayo mazungumzo, yani uzichukue nchi ambazo zilisimamia mazungumzo, ambazo unaweza kusema kuwa kulikuwa kuna Uturuki, Imarati, Qatar na Marekani yenyewe. Karibu nchi nyingi zilikuwa zina hilo wazo na zilikuwa zimependekeza, na hata baadhi ya nchi kama Indonesia zinasema kuwa zilikuwa zimetaka hata hii hatua ya usitishaji ambayo ilifanyika kuanzia Oktoba 10 ilikuwa ipitie mchakato huu ambao Israeli walikataa. Wakaona kuwa vifungu vikipitia Umoja wa Mataifa vitakaguliwa sana na havitokuwa upande ule ambao Trump alitoa, kwa sababu ukiangalia vifungu 20 vyote vilivyotolewa unaweza kusema 80% vilikuwa vimependelea Israeli, 80%. Alafu viko vya upande mmoja. Sasa Israeli alikataa visipitie Umoja wa Mataifa. Sasa hizi nchi nyingi zilitamani litokee hilo. Mimi bado nina wasiwasi na kitachoandikwa kwenye hilo azimio, kwa sababu ukimsikia Rubio anasema kuwa tunatazama aina ya lugha itayotumika. Unajua hata lugha huwa inatumika. Wakati Marekani amekubali azimio la kulani mashambulizi ya Israeli ndani ya Qatar, alihakikisha kuwa katika lile azimio hakuna neno limetaja Israeli. Umeelewa? Hakuna neno limeitaja Israeli. Wakati wa kifo cha mmoja wanasoka wakubwa sana wa Gaza hivi juzi, UEFA walitoa taarifa ya kulani lile tukio. Lakini katika ile taarifa ya UEFA
hawakumention aliuawa vipi. Na ndio maana mchezaji yule wa Liverpool Mohamed Salah aliwajibu UEFA akawaambia, mnaweza mkatueleza amekufaje, kauliwa na nani? Yani UEFA walitoa kulalamikia lile mauaji na lakini hawakumention jina kuwa aliyehusika ni Israeli. Na ndio taarifa iliyotolewa ya baada ya mashambulizi yaliyopiga kanisa kule Gaza. Taarifa iliyotolewa na Vatican ni taarifa ambayo ililani tukio bila kuitaja Israeli. Na nyoka, kwa nini? Kwa hiyo naangalia, nasubiri lugha itayoandikwa kwenye hili azimio itakuwaje. Ujumbe huu wa Marekani unatuambia nini kuhusu malengo yake ya muda mfupi lakini pia yale ya muda mrefu katika mgogoro huu wa Gaza? Unajua mambo mengi sasa hivi kwa Marekani yanafanyika kwa utashi wa Trump anavyotaka. Lakini si tu utashi wa Trump, kuwa muda wake unaenda mbio sana. Anataka kutimiza mambo mengi, lakini mara nyingi amebanwa na haya matatizo. Juzi hapa aliamua kwa mwenyewe kumwandikia barua rais wa Israel Isaac Herzog kuwa msamehe Netanyahu, kwa sababu anataka afike kwenye point. Yani kama vile Trump sasa anaujua mgogoro na anajua sababu ya mgogoro. Sasa anakwenda kwenye mgogoro wenyewe. Unajua kuna ile picha inaonekana mgogoro wa Gaza, unaonekana mgogoro wa Hezbollah, unaonekana mgogoro wa Syria, kwa tafsiri ambayo unaletewa ya moja kwa moja kuwa kuna magaidi huku, kuna nani huku. Lakini White House inafahamu fika kabisa migogoro hii inatoka wapi. Chanzo cha migogoro inapotoka wanajua. Ndio maana taarifa kadhaa zilishavuja wakati wa Biden, zilivuja wakati wa Trump kuwa Netanyahu huongeza migogoro kwa sababu ya mgogoro wa kisiasa wa ndani. Hilo wanalijua. Bill Clinton katika moja ya interview alizungumza mwanzo wa mwaka huu, alisema Netanyahu anaongeza mgogoro kwa sababu ya matatizo yake ya kisiasa. Sasa Trump anajua kuwa haya matatizo yote yanayotokea chanzo chake ni wapi. Ndio maana anaenda kutibu kwenye kidonda. Ndio maana aniandika barua kwa rais wa Israeli, mfutieni mashtaka. Huyu akiwa hana mashtaka ya ndani atatulia. Kinachomsumbua na kuanzisha vurugu huku nje ni kwa sababu hataki watu ndani ya Israeli wajadili siasa. Wakijadili siasa wanamrudisha kwenye kesi zake. Pale nchi inapokuwa kwenye migogoro ya nje na vita, huwa anaomba excuse hata ya kwenda mahakamani. Na anapewa muda mrefu. Kwa hiyo zile kesi haziendi. Kwa hiyo yuko katika purukushani ya kukwepa mtanziko wa kisiasa wa ndani. Sasa Trump anajaribu kutatua hili tatizo. Ndio maana unaposema kwa muda gani, Trump anajaribu kuziba vidonda vingi, yani kuziba mambo kwa haraka kabla hajatoka madarakani, ili awe amemaliza haya mambo. Kwa hiyo anajaribu kuyapeleka kwa nguvu. Yani ukiangalia tu hii ceasefire yenyewe ni ya lazima ya Trump, yani kuwa imelazimishwa, lakini kiuhalisia hakuna ceasefire kwa sababu Israel anafanya baadhi ya mashambulizi, lakini Trump still anasema kuwa ceasefire inaendelea. Yani usitishaji wa vita upo kwa nguvu ya Trump. Wazo la kupeleka kikosi cha kimataifa cha usalama kule Gaza linaonekana kutekelezeka vipi katika mazingira ya sasa ya kisiasa na kijeshi? Ikiwa litapita kwa njia inayofahamika, ikiwa itapita kwa njia ya Umoja wa Mataifa, nchi nyingi ziko tayari kufanya hivyo. Lakini mpaka kwa sasa nchi ambayo ilikuwa iko tayari kuingia Gaza ilikuwa ni Uturuki. Israeli inasema Uturuki haruhusi kuingia kwa sababu ni hasimu wake, hawataki. Wanasema kuwa Uturuki ni Hamas, kwa hiyo ni vigumu kumruhusu. Sasa utaratibu ukifuatwa, nchi kadhaa za Kiarabu ziko tayari kupeleka vikosi Gaza kwa utaratibu ambao utahusisha Umoja wa Mataifa. Sio utaratibu ambao utaleta utashi tu wa nani anataka kwenda wapi. Lakini kwa utaratibu ni vigumu sana vikosi vyovyote vya kimataifa kuvuka kwenda nchi nyingine bila idhini ya Umoja wa Mataifa. Ndio maana lilipokuja wazo la kupeleka vikosi vya Umoja wa Mataifa kwenye ardhi ya Palestina, bado hata nchi zenyewe zilisema kuwa hili swala sasa lilipofikia ni lazima tulirudishe kwenye baraza, ili amri ikatokee kwenye baraza, halafu nchi zijulikane kuwa ni nchi fulani, kwa sababu wawakilishi wataokuwa Gaza au wawakilishi wataokuwa kwenye ardhi ya Palestina hawaripoti kwa nchi yoyote, wataripoti moja kwa moja kwenye baraza, kama vile wasimamizi wa UNIFIL waliopo kule Lebanon, kama vile wasimamizi waliopo kule Syria, kama wasimamizi wengine waliopo katika nchi zingine ambazo kuwa hawawezi kuripoti kwa nchi yoyote, ila wanaripoti moja kwa moja kwa Umoja wa Mataifa. Marekani inataka kikosi hiki kiondolee Hamas silaha. Je, hilo linawezekana vipi bila kuongeza mvutano ama kuibua mgogoro mpya? Uko pale kulinda amani. Tutumie utaratibu gani kuinyang'anya Hamas silaha? Hili nadhani ndio linaweza likawa swala gumu zaidi, kwa sababu
kuna swala la Hamas, kuna swala la Hezbollah. Marekani inailazimisha serikali ya Lebanon yenyewe iwapo kwenye silaha Hezbollah, lakini upande wa pili hapa Marekani inalazimisha Hezbollah wasalimishe silaha. Unajua kuna kitu kimoja ni kigumu sana, kuwa ni mgogoro kati ya Israeli na makundi ambayo yana mshutumu Israeli, kwa sababu kitu kimoja, chukua Hezbollah, ukiwatoa walipokuwa Syria, wako kambi yao ni Lebanon, wanalinda nchi yao, hawajavamia nchi nyingine. Hamas hawajavamia nchi nyingine, wao ni harakati ile ile. Sasa hawa ni wapigania uhuru kwa kauli ya Ehud Barak aliyekuwa waziri mkuu wa Israeli, kwa kauli ambayo imewahi kutolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Na ndio maana mpaka leo Umoja wa Mataifa, sizungumzi EU wala Marekani, Umoja wa Mataifa hauitambui Hezbollah kama kundi la kigaidi, wala hawaitambui Hamas kama kundi la kigaidi. Sijui umeelewa? Sasa hawa kuwapokonya silaha, Hamas walikuwa tayari, wamesema kuwa tuko tayari kuweka silaha zetu chini kwa sharti la kuwa tuna nchi yetu huru na hatuingiliwi na nchi nyingine. Sasa kipi rahisi, kuwa tuwapokonye silaha kwa kutumia nguvu tuuane zaidi, au tutekeleze takwa la azimio la mwaka 1947? Kwa sababu hii ni azimio la Umoja wa Mataifa, azimio namba 181 la mwaka 1947 lililozalisha nchi mbili katika eneo moja. Azimio namba 181 ilizaliwa Israeli kutoka katika Palestina ya British, halafu wakasema kuwa hii 45% iliyobaki ni ya hawa huku. Sasa turudi kwenye azimio tukamilishe, au tulazimishe kile ambacho tunakiona kiko ni sahihi? Kwa nini tunakwepa kwenye usahihi? Na hapo Rahbi, ndio kuna mtihani mkubwa, kwa sababu miongoni mwa yaliyopendekezwa ni kwamba Hamas washushe silaha chini na waache kabisa kujihusisha na maswala ya siasa na mapambano dhidi ya Israel na kuipambania Gaza na Palestina kwa ujumla. Unajiuliza, hawa maisha yao yote na lengo lao, wamekufa, wamefanya kila kitu kuipambania hii Palestina na Gaza yenyewe. Ni vipi wanaweza tu leo wakaamua kushusha silaha na wasijihusishe kabisa na maswala haya? Wamepewa nini? Ni swala gumu sana, ni swala ambalo haliwezekani. Wangeweza kufanya vile ikiwa upande wa pili kweli una nia ya hiyo, kwa sababu tunaweza kusema kitu kimoja, kuwa hilo unaliona upande mmoja, lakini West Bank kile kinachoendelea unakiona, kwa sababu hakuna makundi yenye silaha kubwa kama Hamas. Nini Israeli anachokifanya? Ni kila siku anaanzisha ujenzi mpya wa makazi ambayo yanakuwa na baraka zote za washirika ambao leo wanailazimisha Hamas iweke silaha. Sasa kama Hamas yaweke silaha, kwa nini nyinyi mnapeleka silaha kwa Israeli? Rahbi, umeongea kitu ambacho kidogo hapa tutahitaji ufafanuzi kidogo. Tumeongea Gaza, tunaongea West Bank. Haya ni maeneo yote ndani ya Palestina. Yote ni mamlaka ya Palestina. Lakini harakati zao za kutaka ukombozi ni tofauti. Unaweza ukatuelezea kidogo hapa tofauti na nini kinaendelea, na endapo upande mmoja utashinda huu mwingine unakuwaje? Ni vipi hiyo Palestina itakuwa? Hii yote ni Palestina. Unapozungumza Gaza ni eneo ambalo lilitenganishwa na ule ukaliaji wa Israeli mpaka kuiweka kuwa tofauti na ukingo wa Magharibi. Lakini ukirudi kwenye mgawanyo uliogawanywa na Umoja wa Mataifa wa 1947, ile 1947, Gaza na ukingo wa Magharibi ni eneo linaloingilika bila kikwazo. Lakini kwa sababu ya Israel kila mara kuchukua ardhi, ndio zimejitenga, zikawa zinaonekana kama ni maeneo mawili tofauti. Kilichopo tofauti ni kuwa eneo la Gaza lilikuwa linaongozwa na Hamas ambao walishinda kwenye uchaguzi wa 2006. Uchaguzi. Sio elewe. Walishinda uchaguzi. Sio wavamizi. Yaani maana yake kuwa Wapalestina walipiga kura na wakashinda kuongoza Gaza. Huku ukingo wa Magharibi ikabaki chini ya udhibiti wa mamlaka ya PA, Palestine Authority. Chama cha Fatah ndio kinaoongoza huku. Sasa haya yote ni maeneo mawili tofauti. Eneo la Gaza ndio eneo ambalo linatajwa kuwa lina silaha na wapiganaji wenye silaha. Ukingo wa Magharibi kuna makundi yenye silaha ndogo ndogo. Lakini hapa sasa hakuna silaha, lakini nini kinatokea? Hapa hawana silaha, matokeo yake taarifa ya jana ya Marco Rubio, taarifa iliyotolewa na rais wa Israel Isaac Herzog, na taarifa iliyotolewa na mkuu wa majeshi ya Israel Yael Zamir, wote walikuwa wakishutumu makundi ya walowezi ya uhalifu yanaofanya kule. Leo hii Israeli
imefanya ujenzi mpya wa makazi ya walowezi. Tuseme kwa mwaka huu peke yake, kuna walowezi ile E1 na kuna hii ya juzi ya nyumba kama 1400 na kitu. Yani kuna ujenzi mkubwa wa makazi ya walowezi ambapo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni makazi haramu. Mwaka jana mwezi Januari, mahakama ya ICJ, mahakama ya haki, ilitoa hukumu ya kuitaka Israeli kuipa mwaka mmoja iondoke ukingo wa magharibi na iachie eneo lote. Manake kuwa hawa wapo kwenye utetezi wa kisheria unaolindwa na sheria. Kwa nini Israeli bado yuko ukingo wa magharibi? Kama shida Hamas ni silaha. Manake kuwa hata Hamas wakiweka silaha bado Israeli hawezi kuondoka kwa sababu ukingo wa magharibi hakuna silaha. Lakini Israeli yuko mpaka Hebron. Chukua mkataba wa 1993 ambao unafahamika kama mkataba wa Oslo, ambao aliusaini Isaac Rabin, aliyekuwa na Yasser Arafat, ukasimamiwa na Bill Clinton. Walowezi walikuwa wakiishi West Bank walikuwa 250,000. Na wakati huo walitambulika kuwa walowezi wanaishi maeneo haram 250,000. Leo tunazungumza kuna walowezi 750,000. Wapi? Kwa nini wapi? Wanafadhiliwa na hizi nchi ambazo zinatulazimisha hivi sasa kuona kama Hamas wapokonywe silaha, ndio zinazofadhili kila kitu. Sasa hii ni double standard ya ulimwengu. Kuwa tupo kwenye mgogoro wa miaka 77 ambao hauna suluhu. Tuna migogoro midogo, yani unaenda kwenye Baraza la Usalama, zaidi ya nchi 150 kati ya nchi 190 zinatambua uwepo wa Palestina. Halafu kura yake haiwezi ikaletwa ikapigwa kura na tukasema kuwa hii ni nchi huru waishi waamue. Tuna Kosovo ambayo ilijitoa Yugoslavia mwaka 2000 katika ile kusambaratika kwa Yugoslavia. Kwa hiyo ile Serbia ilivyoondoka, Kosovo ikaondoka Serbia. Ikasema mwaka 2000 ikagoma. Kosovo ni eneo linalotambulika na nchi 100 tu duniani, lakini tayari wana uhuru wao na wanatambulika. Mgogoro wa juzi, tuna mgogoro wa miaka 77. Nini kinachozuia hawa wasiwe? Tulikuwa tuna mgogoro wa jirani zetu Sudan Kusini hapa. 2011 Umoja wa Mataifa uliitisha kura ya maoni, wakaamua kujiondoa 2010. 2011 wakatoka Sudan Kusini, ambao ni mgogoro umeukuta mgogoro wa Palestina. Kwa nini hapa hatumalizi hali ya kuwa kila kitu kiko wazi? Manake kuna ajenda zilizo nyuma ya hili. Utawapeleka watu wapi milioni 6? Ikiwa hutaki wawe na eneo lao, au hutaki wawe na ardhi yao, au hutaki wawe na nchi yao, unawapeleka wapi milioni 6? Na msikilizaji, ni Ibrahim Rahbi, huyo ni 2:30 hivi sasa. Unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja Morning Express ya UFM, tukikutangazia kutokea hapa Dar es Salaam. Mimi ni Mohamed Salim na